Ninazungumza nawe mpendwa, ninazungumza nawe kupitia kwa wimbo huu ujulikanao kama Narudi Nyumbani. Wimbo utupatiao picha halisi ya mdhambi aliyetanga mbali na Mungu, mdhambi aliyeteswa na kuhangaishwa na shetani kwa muda mrefu, mdhambi ambaye amegundua kuwa anaweza kulipata kimbilio la pekee toka kwa Mwokozi. Je, dhambi zimekutenga mbali na Mungu? Ewe rafiki unayenisikiliza, rudi kwa Baba, rudi nyumbani. Msikilizaji wangu, leo ninakuletea mtunzi wa wimbo wenye kichwa kisemacho Nilipotoka Kabisa. Jina lake ni William James Kirkpatrick, ambaye alizaliwa mwaka wa 1838 na akaishi hadi mwaka wa 1921. Swali muhimu tupaswalo kujiuliza ni hili: kwani ni kitu gani ambacho kilimsukuma ndugu William James Kirkpatrick hata akautunga wimbo huu? Wimbo ambao unavuta hisia za mdhambi na kumfanya ahisi kwamba anahitaji kumrudia Mungu wake. Wimbo ambao unamfanya ahisi kwamba anauhitaji msamaha wa babaye. Wimbo ambao unamfanya ahisi kuwa ameukosa mno upendo wa Mwokozi ulio wazi kwa wadhambi wote. Mpendwa, hebu pata sababu kamili iliyopelekea utunzi wa wimbo huu. Utunzi wa wimbo wa Kirkpatrick ambao unatupa hisia za kumkaribia Bwana. Pata sababu kamili baada ya kusikiliza kipande hiki cha muziki. Ndugu William Kirkpatrick aliutunga wimbo huu baada ya kuhisi kwamba alikuwa na mzigo kwa ajili ya moyo wa kijana mmoja. Tunaelezewa kwamba Kirkpatrick alikuwa ni kiongozi wa nyimbo katika mkutano wa makambi yaliyokuwa yanafanyika Rollinsville, Pennsylvania katika mwaka wa 1902. Akiwa ni kiongozi wa nyimbo katika makambi hayo, alifanikiwa kumpata kijana mmoja aliyekuwa na sauti nzuri sana, ambaye alimtumia mara kwa mara katika uongozi wa nyimbo. Kijana huyu aliweza kuitumia sauti yake vizuri mno na kwa ustadi sana. Kitu kimoja ambacho Kirkpatrick alikuwa na hakika nacho ni kwamba kijana huyu hakuwa ameyatoa maisha yake kabisa kwa Yesu. Alifahamu kuwa
Hata uimbaji wake ulikuwa ni mzuri na wa kujionyesha kwa nje tu. Mahubiri yote yaliyohubiriwa na mito yote iliyoitwa na wahubiri katika makambi hayo haikufanya chochote katika moyo wake. Kirkpatrick alitamani kwamba talanta hii ya sauti nzuri ya kijana huyu ingetolewa kwa moyo wote kwa ajili ya kazi ya Bwana. Hakusita kumwombea kijana huyo katika maombi yake ya kibinafsi, ili kwamba aweze kuona uhitaji aliokuwa nao wa Mwokozi, huku akiendelea kumwazia kijana huyu picha halisi ya mwana mpotevu ilikuja mawazoni mwake. Aliwaza juu ya mwana mpotevu na akayakumbuka maneno aliyoyasema katika Luka 15:18. Sikilizaji mpendwa, kwani mwana mpotevu alisema nini? Alisema, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Akiwa katika maombi na katika kuwaza juu ya mwana mpotevu, maneno ya pambio ya wimbo huu yalijiunda akilini mwake. Alipomaliza maombi yake, aliyaandika maneno hayo. Hebu mpendwa, yasikilize maneno hayo ya pambio hiyo tena, ili ukapate tafakari ya yaliyojiri baadaye. Karibu. Baada ya kuiandika pambio hii, haikumchukua muda mrefu kuyapata maneno ya beti zote 5 za wimbo huu, maneno ambayo yalimjia na akayaandika na kuumaliza wimbo wote. Baada ya kumaliza kuandika wimbo wote, aliitunga sauti ifaayo na akaamini kwamba wimbo huo ulikuwa ni majibu ya Mungu kwa ombi lake kuhusu kijana yule muimbaji. Jioni ilipofika, Kirkpatrick alimpatia kijana huyo karatasi iliyokuwa na wimbo huo ili auongoze. Kijana huyo aliuongoza wimbo huo vizuri sana, na jambo la ajabu lilitokea kwa sababu wimbo huo na sauti yake iliugusa moyo wake na akili yake. Jambo hilo lilisababisha ayasalimishe maisha yake kwa Mungu. Mungu anataka kuzungumza nawe katika wimbo huu kama alivyofanya kwa kijana huyo. Je, uko tayari? Tunapousikiliza ubeti wa kwanza, pendwa, ili tuweze kuyanena maneno yafaayo katika ubeti huo, ninakusihi uyatafakari pamoja nami. Katika ubeti wa kwanza wa wimbo huu,
Kirkpatrick anatupatia picha kamili ya mdhambi anayemwacha Bwana na kwenda mbali naye. Hii ndiyo maana anatumia maneno nilipotoka kabisa. Neno nilipotoka, ndugu unayenisikiliza, linasisitiza ile hali ya mdhambi ya kutoka kwenye uwepo wa Mungu. Dhambi anayetenda dhambi kwa siri au waziwazi, au anaiacha imani na kujihisi kuwa hana mahusiano ya karibu na Mungu tena. Kirkpatrick anamfananisha mdhambi huyo na mwana mpotevu aliyejisikia hana uhuru wa kukaa karibu na babaye, na baadaye akaazimia kutoka na kwenda katika nchi za mbali. Alihakikisha kuwa anakwenda mbali kabisa na uwepo wa babaye. Luka 15:12 na 13 inalithibitisha jambo hilo kwa kusema, yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Aya ya 13 inaongeza kusema, hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi za mbali. Maneno hata baada ya siku si nyingi yanaonyesha kuwa mwana mpotevu aliishi na baba yake kwa muda fulani baada ya kugawiwa vitu vyake. Hebu tujiulize swali hili mpendwa. Kwa nini anakwenda nchi za mbali? Anakwenda nchi za mbali ili aupate uhuru wa kuyafanya matamanio yote ya moyo wake. Uhuru ambao alihisi angeupata tu kama angekuwa mbali na babaye. Ndiyo maana aya ya 13 inamalizia kwa kusema, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Naam, mbali kabisa na babaye, angeweza kutapanya mali zake kwa maisha ya uasherati. Mbali kabisa na babaye, angeweza kufanya anasa zote bila maswali mengi. Ni mahali palipo mbali na babaye ndiyo angeweza kujitwalia wasichana aliowapenda na kufanya uasherati nao. Mbali kabisa na uwepo wa babaye, sauti ya maonyo na marekebisho haingeweza kusikika masikioni mwake na kumkera hata kumharibia mipango yake. Mpendo, ni katika nchi za mbali ndio mdhambi hudhani kuwa ana uhuru wa kutenda dhambi bila kizuizi chochote. Je, unaiona picha yako kamili kutokana na maneno ya wimbo huu na aya tulizozisoma hapa? Na unajifananisha na kijana yule mwimbaji aliyekuwa mbali na Mungu? Ni katika wakati huu unaanza kujitenga na Mungu wako pole pole, au tayari ulijitenga na kwenda mbali sana naye kama alivyofanya mwana mpotevu? Unahisi umekawia dhambini sana hata hujui ufanyeje? Je, unahisi hofu unapoliwazia swala la kumrudia Mungu wako?
Unapozifikiria dhambi zako, unajiona hustahili kamwe mbele zake. Ndugu Kirkpatrick anakushauri ukiri moyoni mwako na kusema, Bwana, narudi. Kijana mwimbaji alipoyasalimisha maisha yake kwa Bwana, alipokelewa. Hivyo ndivyo itakavyokuwa kwako rafiki. Usikilize ubeti wa pili kwa tafakari tena, ili uyaelewe maneno yake vyema, maneno ambayo yatatusaidia sisi kama wenye dhambi. Nikasusurika sana, sasa narudi, mwenye uchungu natubu, Bwana narudi. Neno nikasusurika sana linalotufungulia ubeti wa pili la maanisha nimeipoteza miaka mingi ya thamani. Kwa nini mtunzi wa wimbo huo akaweka msamiati wa kususurika umaanishao kupoteza miaka mingi ya thamani? Mpendwa, kila sekunde ipitayo duniani humu hairudi kamwe. Kila dakika, kila saa, kila siku, kila juma, pendwa, kila mwezi na kila mwaka upitao haurudi. Ni muda wa thamani katika maisha ya mtu. Mara nyingi hicho huwa ni kilio cha mdhambi yule ambaye alitumia muda wa thamani katika dhambi badala ya kuutumia katika kazi ya Mungu. Biblia haikukosea iliposema hivi katika Mhubiri 12:11, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema, mimi sina furaha katika hiyo. Aya hii ya Mhubiri inasisitiza kwamba tumfanyie Mungu kazi tukiwa bado tuna nguvu. Mpendwa, tusiipoteze miaka yetu ya nguvu na ya thamani katika utumishi wa Shetani, kisha tukaja na kujuta baadaye. Ipo miaka inakuja ambayo hatutaweza kuwa na nguvu na muda wa kumtumikia Mungu kama tulivyo leo. Hebu chukua hatua na uyazingatie maneno ya mwisho ya ubeti wa pili yasemayo, mwenye uchungu na tubu, Bwana narudi. Yazingatia maneno hayo, utahisi huzuni kwa ajili ya dhambi zako, na kwa uchungu utazitubu na utarudi kwa Bwana. Ana mtumishi wa Mungu Isaya anasema hivi katika Isaya 55 fungu la 7, mtu mbaya na aache njia yake, mtu asiye haki na aache mawazo yake, amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. William Kirkpatrick anauelewa upendo, rehema na msamaha wa Mungu. Anajua kuwa dhambi akizijutia na kuzitubu dhambi zake atapokelewa na Mungu. Hii ndio sababu alitamani yule kijana mwimbaji ajute na kutubu
na asamehewe. Kwa kuyazingatia maneno ya ubeti wa pili, ninamwona kijana huyo mwimbaji akiimba hivi moyoni mwake: nikasusurika sana, sasa narudi, mwenye uchungu natubu, Bwana narudi. Kadiri alivyoyatafakari maneno hayo ya wimbo yaliyokuwa yakisikika moyoni mwake, aliguswa na wimbo huo na kuyatoa maisha yake kwa Mungu. Mpendwa, ninaitafakari furaha aliyokuwa nayo William Kirkpatrick kwa kuona ombi alilokuwa nalo kwa kijana huyo limejibiwa. Kurudi kwa mdhambi mmoja kwa Mungu huwa ni furaha kuu mbinguni. Hebu yatafakari maandiko haya kutoka katika Luka 15 aya ya 7. Hapa Yesu wetu anasema, nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Je, wataka kurudi nyumbani kama alivyofanya mwana mpotevu? Wahitaji kurudi kwa Bwana kama alivyofanya kijana yule mwimbaji? Hilo ni swali la tafakari kwangu na kwako msikilizaji, tunapotaka kuleta ubeti wa tatu hewani ili usikizwe nasi kwa tafakari ya ziada. Nimechoka maovuni, sasa narudi, pendo lako lanivuta, Bwana narudi. Akimuwazia mwana mpotevu, Kirkpatrick anaikumbuka hali halisi ya mwana mpotevu, ionyeshayo jinsi alivyokuwa amechoka maovuni. Hali hiyo inaelezewa vizuri na aya ya 17 katika Luka 15 isemayo, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Maneno haya yenye uzito mkuu ya mwana mpotevu yanadhihirisha jinsi alivyokuwa amechoshwa na hali hiyo. Msikilizaji wangu, sharti ujue kuwa kisa cha mwana mpotevu kilielezewa kwa Mafarisayo na Masadukayo ambao walikuwa ni Wayahudi. Kulingana na Wayahudi, nguruwe alikuwa ni mnyama najisi mno aliyekuwa hastahili hata kuguswa. Kinyume cha hayo, mwana huyu mpotevu akiangaziwa katika muktadha huo wa Kiyahudi, jambo la kwanza, aliwalisha nguruwe. Jambo la pili, aliwagusa nguruwe, na jambo la tatu, alikula na nguruwe. Hiki kilikuwa ni kiwango cha juu mno cha unajisi. Huu ni mfano wa kina uonyeshao hali halisi
ya mdhambi mpendwa, dhambi ambaye ametanga na kwenda nchi za mbali kama mwana mpotevu. Nchi za mbali katika kisa hiki ni ile hali ya kuwa mbali na Mungu kiroho na kuwa huru katika kuzitenda dhambi bila kujali. Ni hali hii ambayo inafananishwa na dhambi ndiyo ilimchosha mwana mpotevu hata akaamua kurudi nyumbani badala ya kufa kwa njaa. Katika Yohana 6:35 Yesu anasema, mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa. Mwana mpotevu alikuwa na hakika ya kupata chakula kizuri nyumbani mwa babaye. Wote waliochoka maovuni kama ubeti huu wa wimbo usemavyo, na kurudi kwa Bwana, watapata chakula cha uzima ambacho ni Yesu. Kama vile mwana mpotevu alivyokaribishwa na babaye, nawe utakaribishwa na Mungu, na hutaitwa mtumwa, bali utaitwa mwana wa Mungu. Beti wa 4 wa wimbo huu una ujumbe muhimu kwangu na kwako, ujumbe ambao utaiamsha mioyo yetu katika tumaini la kweli. Ndilo tumaini langu, sasa narudi. Yesu alinifilia, Bwana narudi. Msikilizaji, tumaini lililoje hili lipatikanalo katika kifo cha Kristo, anayekufa kwa ajili ya mdhambi kama mimi na wewe. Kirkpatrick anaposema ndilo tumaini langu, sasa narudi, Yesu alinifilia, Bwana narudi, analiangazia tumaini kuu alilo nalo katika kifo cha Mwokozi, na tena anadhihirisha msamaha upatikanao kwa kuwa Yesu alikufa msalabani. Tumaini lako liko wapi, rafiki? Ubeti wa 5 unautamatisha wimbo wa William Kirkpatrick, ukituelekeza katika damu ya Kristo. Nao unasema hivi: damu yako yanitosha, sasa narudi, unioshe kenye kenye, Bwana narudi. Kwa nini Kirkpatrick anasema damu yako yanitosha? Maandiko yatatupa jibu katika Mathayo 26:27. Biblia inasema, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Maneno iliyomwagika kwa ajili ya wengi yanathibitisha kuwa damu ya Yesu inatosha kutuondolea dhambi, maana ilimwagika kwa ajili yetu pia. Bwana atukuzwe, Bwana ainuliwe, maana damu ilimwagika kwa ajili ya wengi. Mimi nawe msikilizaji wangu tumejumuishwa katika kuondoleo la dhambi zetu. Maneno yaliyo katika ubeti wa 5 yasemayo unioshe kenye kenye yanamaanisha
unioshe na niwe safi kama theluji. Kirkpatrick anakumbuka ahadi ya utakaso ipatikanayo katika Isaya 1:18. Mungu kupitia kwa Isaya anasema, haya, njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Mpendwa, wahitaji kumrudia Bwana, lakini unaona kama dhambi zako ni kuu mno na ya kuwa Mungu hata kusamehe. Anachohitaji Mungu ni utambue kuwa umdhambi na urudi nyumbani. Mungu ameahidi kuwa hata dhambi ziweje atazisamehe. Hii ndio sababu mwana mpotevu alisamehewa, pia kijana mwimbaji alisamehewa. Bila shaka hata wewe pia utasamehewa bila kizuizi chochote. Unataka kumrudia Mwokozi wako? Yeye yuko tayari kukupokea. Kwa maneno ya wimbo huo, mpendwa msikilizaji, ningependa tupate fursa ya maombi ili Bwana aturehemu sisi wa dhambi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako wakati huu tukikushukuru kwa sababu ya msalaba wa Yesu Kristo. Msalaba ambao kwa wakati huu msikilizaji wangu anapotafakari na kukiri kwamba anamhitaji Kristo amsamehe, msamaha wa kweli unapatikana. Asante kwa sababu ya kutusaidia tuweze kutafakari juu ya kurudi nyumbani, na ya kwamba hata kama dhambi zetu ni nyingi kiasi gani, ni nyekundu, ni nyeusi kiasi gani, damu ya mwanao inatosha hata dhambi ziweje. Asante kwa ahadi zako za kweli. Asante kwa sababu ya ahadi zako za kudumu. Asante kwa sababu ya ahadi zako zenye thamani. Mpokee msikilizaji wangu katika dakika hii, anapoyaleta madhaifu yake yote ya maisha yake. Umrehemu na kumpokea katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.
tubu, Bwana narudi. Narudi nyumbani, daima kwako, kwa upendo nipokee, naja nyumbani. Nimechoka maovuni, sasa narudi. Pendo lako lanivuta, Bwana narudi. Narudi nyumbani, daima kwako, kwa upendo nipokee, naja nyumbani. Ndilo tumaini langu, sasa narudi. Yesu alinifilia, Bwana narudi. Narudi nyumbani, daima kwako, kwa upendo nipokee, naja nyumbani. Damu yako yanitosha, sasa narudi. Unioshe kenye